Okay. Sasa huu mfumo unaundwa na vitu vinne ambavyo nimejaribu kuvinyang'ambua kwa sehemu nne. Sawa? Hii SMS ndo safety management system, ndio huu mfumo kwa lugha ya Kiingereza. Sawa? Sasa huu mfumo una kitu cha kwanza ambacho kinaunda huu mfumo kinaundwa na sera ya usalama. Sera ndio inaonyesha kwamba commitment, how and jinsi gani wewe kampuni mmekuwa committed. Sasa katika hii sera ya usalama lazima kuwepo kwa management commitment. Sawa? Yaani lazima sasa uongozi uwe committed kwamba mtazingatia usalama. Sawa? Kingine lazima kuwe na responsibility, safety responsibility. Nikionyesha kwamba katika kampuni yenu lazima kwamba kila mtu ajue wajibu wake katika kuzingatia usalama kwenye kampuni yako. Sababu kumbuka kwamba jukumu la usalama sio la mtu mmoja tu, sio la kwako wewe miliki, au kwamba sio la mtu ambaye umempa dhamana ya kusimamia usalama kama ni safety officer au nani. Ni jukumu la kila mmoja. Ni muhimu kwamba kuhakikisha kwamba kila mfanyakazi atambue majukumu yake yeye kama yeye katika kuzingatia usalama. Kingine lazima uwe na key safety personnel kwa ajili ya kuweza kurani mfumo. Ili kuweza kuhakikisha kwamba unakuwa na mfumo dhabiti katika kampuni yako, ni muhimu kuhakikisha kwamba unakuwa na mtu ambaye anasimamia usalama. Inawezekana ukaajiri mtu specific kwa ajili ya issue za usalama, au ukamchagua mtu mmoja kama ni supervisor wako ukaenda ukamsomesha kozi za OSHA, then akaja anasimamia usalama. Yaani anafanya majukumu yake mengine, lakini pia anasimamia usalama. Lakini kama ni kampuni yako, kama ni kampuni kubwa sana, ni muhimu kwanza kuhakikisha kwamba unakuwa na mtu ambaye yuko dedicated katika kusimamia huu mfumo, ambaye amesoma na anajua huu mfumo wote ili aweze kusimamia. Na sehemu ya mwisho katika hii hatua ya kwanza ni documentation. Maana yake sasa uhakikisha kwamba una document policy yako, una document risk assessment, una document procedure mbalimbali, policy na vitu vingine.